Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh, mpenzi mtazamaji wa Zamyl TV Nuru ya Imani. Kwa hakika watu wamekusanyika na kuja katika eneo hili la Kulin, Busia County, na ni baada ya kumpoteza mzee wao ambaye ni mzee Ishaq Osman Abdul maarufu Babake Mudu katika eneo hili la Kulin. Na hapa watu wamekusanyika katika nyumba yake ili kufariji familia na kuwapa nguvu katika wakati huu mgumu. Mwenyezi Mungu ailaze roho yake pale pema, na hii ni njia ya wote, kullu nafsin dha'iqatul maut. Mpenzi mtazamaji wa Zamyl TV Nuru ya Imani, kuache uendelee kutizama yote yanayojiri katika eneo hili la Kulin, katika nyumba ya mzee Ishaq Osman. Mpenzi mtazamaji, ni mimi wako Zamyl Al-Farshi katika TV yako pendwa Zamyl TV Nuru ya Imani, wa ila liqa, ma'assalam. Ewe mwanadamu, kumbuka safari ambayo iliyoko mbele yako, na safari hii ni safari ambayo haina muhula na inakuja ghafla. Ewe mwanadamu, safari hii haina sifa ya kumbakisha kiumbe yoyote. Kila kiumbe atakwenda safari hii. Kumbuka ya kwamba mwanadamu, mauti ni mlango ambao kila mmoja wetu atapita katika mlango huu. Kumbuka ndugu yangu, mauti ni glasi ambayo kila mmoja wetu atakunywa kupitia glasi hii. Pia kumbuka ndugu yangu Muislamu, hakuna nyumba bali nyumba ni mbili, ni pepo na moto. Na utapata makazi mazuri kwa kazi ambayo umeifanya katika dunia. Ikiwa nyumba yako umeijenga kwa kheri, hongera kwa kazi nzuri ambayo umeifanya katika dunia. Na ikiwa nyumba yako umeijenga kwa shari, basi khaba baniha, amekula hasara mjenzi wake, yule ambaye ameishi katika dunia kwa kujisahau na bila ya kutenda amali zilizokuwa ni njema. Ndugu yangu Muislamu, la tansa almauta fa inna almauta la yansaka, usisahau mauti, kwani hakika ya kifo hakikusahau. Usiku na mchana unapokwenda, umauti unakufukuzia. Lipo pale aliposema mcha Mungu miongoni mwa waja wa Allah waliojaliwa hekima na busara, ajibtu libilahi qatlaha, ajibtu wa mali la ajabu, ayalghu man nafsuhu tamutu ayamuhu tadhhabu. Naona ajabu, na kwa nini nisioni ajabu? Anacheza, anahurika, anadanganyika na dunia hii, yule ambaye iko siku roho yake itatoka na ende akaanze maisha ya kaburini. Ewe ndugu yangu Muislamu, kumbuka ya kwamba hii ni dunia, na wakati huu tupo juu ya mgongo wa dunia, lakini kumbuka ya kwamba iko siku Malaka al-Mauti atatumwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aje ausitishe uhai huu kwako wewe, na baada ya hapo ufanyie aliyokuwa ni ya wajibu
upelekwe ukaanze maisha ya kwanza kaburini. Hal fakarta fi hadha ya akhi alkarim, je, ndugu yangu Muislam, unakaa ukayafikiria haya? Siku ambayo malakal mauti ataingia akuhodishie, aanze aitoe roho yako. Pengine wewe ndio baba wa familia, wewe ndio nguzo ya familia, una watoto, una wake, uondoke katika dunia huku umeacha mayatima na vizuka. Na pengine wewe ndio mama, una mume unayempenda, una watoto wako. Malakal mauti atapokuja kutenganishe na vipenzi vyako na mme wako na watoto wako na wazee wako, na badala yake uende ukaanze maisha ya kwanza kaburini. Ndugu zangu wa Kiislamu, maisha haya ni maisha ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallam anatuelezea ni maisha ya aina gani. Kaburi ni ima miongoni mwa bustani ya pepo, na kaburi ni ima miongoni mwa mashimo ya moto Jahannam. Inategemea uliishi katika dunia kwa kutenda amali gani. Lakini Mwenyezi Mungu hakuacha kutwambia watu wabaya wakati muda wao wa kuondoka duniani unapofika, na tayari wakaona huku wanakokwenda na amali zao ambazo wamezitanguliza. Hapa ndipo atasikika mwanadamu akisema, Mwenyezi Mungu mtukufu anasema, mpaka mmoja wao utapomfika umauti, atasema, ewe Mola wangu, na kuomba nirejeshe, niakhirishe, nicheleweshe, ili nifanye yale mema ambayo sikuyatenda. Hapa Mwenyezi Mungu atamwambia, kalla, hapana, huwezi kurudi tena, kwani umeishi katika dunia kwa muda gani hukuweza kutenda kheri? Muda wote ambao tulikupa nafasi ya kuishi duniani hukuweza kufanya kheri. Vipi siku mbili hizi, vipi saa moja hii ikusaidie nini? Hakuna kurejea tena. Hapa mwanadamu roho yake inatoka, hapa ataondoka na huzuni, huku akisikitika kwa yale ambayo kayatenda katika dunia. Atabaki kuilaumu nafsi yake wakati huu, na kuanza kuitupia lawama nafsi yake, na kuanza kusema yale yote ambayo alikuwa akiyatenda ambayo si ya kumridhisha Mwenyezi Mungu. Kwa wenye kusikia watamsikia akisema, mimi ndio ambaye nikifunga milango usiku na mchana nafanya maasi, kumbe Mwenyezi Mungu alikuwa akiniona. Mimi ndio ambaye nilifanya kadha wa kadha, kumbe Mwenyezi Mungu alikuwa akiniona. Aseme, anuhu abeki ala nafsi wa andubuha, jamani niacheni nilaumu nafsi yangu, niisute nafsi yangu wa haya ambayo ilikuwa ikiniamuru niyafanye ya kumuasi Mola wangu. Lakini nakuhusieni, dunia isikushughulisheni kiasi ambacho mkamsahau Mola wenu. Mimi mwenzenu naondoka, lakini nakuhusieni, msiwe watoto wa dunia, msipende dunia mkaijaza katika nyoyo zenu. Mimi mwenzenu najuta kwa maisha ambao niloishi katika dunia hii. Safari yangu ni ndefu na inahitaji zawadi, na hakuna zawadi yoyote ambayo niliyoichukua, ila naondoka na madhambi makontena kwa makontena. Safari hii ni ndefu ndugu zangu, na inahitaji zawadi, nami hakuna zawadi niliyochukua ila ni makontena ya madhambi. Akiangalia hakuna dhambi ambalo hakulitenda katika dunia hii, yeye akimshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala, akisengenya, akifanya uzinifu, akinywa ulevi au akiuza ulevi. Hakuna dhambi ambalo yeye hakulitenda. Hapa analia, anasikitika, roho inatoka, na baada ya kutoka anasema, ameinuka miongoni mwa watu wangu wa karibu, anakwenda kumwita mkoshaji, Maalim, njoo tukoshe baba yetu.
Maalim, njoo tukoshe mama yetu. Anasema, roho yangu ilipotoka amekuja mtu ameniweka peke yangu. Nimezoea kulala na ndugu zangu, nimezoea kulala na mke wangu, nimezoea kulala na mme wangu, lakini roho yangu ilipotoka watu wameniweka kwenye chumba changu peke yangu. Nikavuliwa nguo zangu, nguo ambazo nilikuwa nikivaa kwa nafsi yangu. Nikivaa nguo zangu mwenyewe, tena pahala ambapo hanioni yoyote. Lakini masikini, leo anakuja mtu ananivua nguo zangu, nguo ambazo nikijivisha mwenyewe, na pia najivua mwenyewe sehemu ya stara ambao hanioni mtu yoyote. Lakini leo hii ndio hali. Ananikosha mara tatu, anaita watu waje nikafini, na baada ya hapo navishwa sanda, kitambaa kisichokuwa na thamani yoyote, kitambaa ambacho hakina thamani yoyote. Huku nikiangalia, naacha katika nyumba yangu madira zaidi ya 10, mivao ya kanga zaidi ya 50, kanzu zaidi ya 10, suruali nimeacha chungu nzima. Leo navishwa kitambaa ambacho hakina thamani yoyote. Nikiangalia, naacha masanduku ya nguo, leo navishwa kitambaa ambacho hakina thamani yoyote. Kitambaa ambacho hakina hata mfuko. Na zawadi ambao naondoka nao katika ulimwengu huu ni pamba. Pamba ndio zawadi ambao naondoka nayo. Nikiangalia, hizi nyumba zangu namwachia nani? Mashamba yangu namwachia nani? Mali zangu namwachia nani? Leo naondoka, mali yangu naiacha, watakwenda kurithi wengine ambao mali hii hawakuichokea. Wake zangu na waacha ambao nilikuwa nikiwapenda kwa dhati, nao wakinipenda, watakwenda kurithi wengine. Hapa mwanadamu atasikitika. Na baada ya kupambwa na kukafiniwa na kuvishwa sanda, wanakuja watu wananitoa katika nyumba yangu, wananibeba miraba mine, wananipeleka wapi? Wananitoa katika nyumba yangu, wananifarikisha na mke wangu na watoto wangu. Wakati naondoka, watoto wananiaga kwa kulia, baba unaenda wapi? Baba unaenda wapi? Baba, mama tuambie, baba anapeleka wapi? Atarudi lini? Mama tuambie, mbona baba ametia kwenye dude lile? Anapeleka wapi? Kwani ana nini? Mama tuambie. Na mama naye baada ya kuyasikia haya atabubujikwa na machozi, huku akilia kwa masuala ambayo watoto wake wanamuuliza, baba amekuwa nini? Baba anaenda wapi? Baba atarudi lini? Mbona baba ametiwa kwenye jumba lile? Baba ana kitu gani? Baba anaenda wapi mama? Na mama akisikia haya atabubujikwa na machozi, analia, anabakia na huzuni, akikumbuka namna gani walivyoishi na mume wake siku zote wakiwa katika raha na mapenzi. Anatokwa na machozi, anasikitika na kuhuzunika, kama vile amebeba dunia yote juu ya kichwa chake. Subhanallah. Hii ndiyo safari ya mwisho ya mwanadamu, na hapa ndipo mwisho wa jeuri wa wanadamu, siku ambayo mwanadamu atakwenda kujazwa juu yake matani na matani ya mchanga. Enyi ndugu zangu wa Kiislamu, safari hii tuifikirie na tufanye maandalizi kabla haijatufika, kwa sababu anasema msemaji, ya laiti umauti ungekuwa unambakisha mtu yote, alikuwa bakie Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pia naye amelalia ugodoro wa mauti, na yeye siku roho yake ilipokuwa ikitoka alikuwa akilia, akibubujikwa na machozi, huku akisema,
inna lilmauti la sakarat, hakika ya umauti una mvinyo mkali, huku akilia akibubujikwa na machozi. Pembezoni mwake amekaa binti Fatuma, anamuuliza, baba yangu we, huzuni gani unaokupata leo? Uchungu gani unaokupata leo? Mtume akimwambia, ya Fatima, ewe Fatuma, hakuna huzuni, hakuna uchungu kwa baba yako baada ya leo, bal ila rafiqil ala, bali baba yako anakwenda kukutana na kipenzi chake Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini ndugu zangu Waislamu, Mtume akilia kwa uchungu wa kutoka roho, wayamsahu wajhahu bima'in barid, anaufuta uso wake kwa maji baridi, wayad'u Allah qaila, hakuacha kumuomba Mwenyezi Mungu kwa kusema Allah